Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Kichwa chetu kikubwa kinasema roho wa uzima, na pale chini andika kwa nini ni muhimu muamini kubatizwa, kujaa, kutembea na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya sana. Tunaona kwamba katika kanisa la kwanza walikaza sana umuhimu wa kujazwa na Roho Mtakatifu. Wajaza sana umuhimu wa kujazwa na Roho Mtakatifu mara tu baada ya mtu kuokoka. Mara tu baada ya mtu kuokoka. Matendo ya Mitume, twende pale Matendo ya Mitume sura ya 8:14. Fungua Biblia yako, Matendo ya Mitume sura ya 8. Sura ya 8 mstari wa 14. Na mitume waliokuwa Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakampeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu. Kwa hiyo walipookoka Samaria ni taifa ambalo la mchanganyiko, walikuwa wanasema kati ya Wayahudi na mataifa wa Yunani. Kwa hiyo walikuwa ni Afrika tukasema, au chotara wa Kiyahudi. Kwa hiyo waliposikia neno la Mungu, haleluya, mitume wakaenda. Kumbuka kwenye sura ya 2 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, Yerusalemu walipokuwa pale, sura ya 2 mstari wa 4 nasema kwamba Roho akawashukia pale. Utaje kuangalia pale. Hebu rudi pale nyuma kidogo, uone kwamba Roho aliwashukia. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4. Sasa wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Kwa unaona kwamba walikaza sana, hata Yesu mwenyewe. Kwa hiyo walikaza. Kwa unaona kwamba Roho akawashukia, mitume waweka mikono juu yao. Hasa tunajuaje? Kwa sababu hapo Biblia imekaa kimya, haijasema kwamba walinena kwa lugha pale, haionyeshi pale. Lakini ukisoma mstari wa 18 kuna kitu unaweza kaangalia pale. Sasa hata Simoni alipoona kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha, akisema nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo alipoona, yeye aliona fursa. Yeye alikuwa ni mganga, alikuwa ni mchawi, anawashangaza watu kwa yale mambo alikuwa anatenda. Kwa hiyo kuna kitu Simoni aliona. Hasa Biblia imekaa kimya. Aidha aliona watu wakinena kwa lugha, au aliona ishara fulani ambayo kwamba amepokea Roho Mtakatifu. Kuna kitu cha nje, kuna physical evidence ambayo aliiona. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu tuende mbele kidogo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume hiyo 9:17 mbele tu hapo. 9:17 asema Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyojia, upate kuona tena, ukajazwe na Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa ukajazwe na Roho Mtakatifu. Sasa hapa kitu gani ambacho kionyesha Roho Mtakatifu imekaa kimya? Lakini tunajua kwamba Paulo ananena kwa lugha kwa sababu anasema ananena kwa lugha kuliko watu wengine wote. Kwa hiyo maana Paulo alinena kwa lugha hata kama hapa Biblia haijazungumza. Lakini unaona kwamba baada ya kuokoka ilibidi Mungu amtume Anania aeke mikono juu yake na apokee Roho Mtakatifu. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Twende sura ya 10 mstari wa 47, mstari wa 44 na 47. 10, 44, 44 na 47. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno, na wale waliotahiriwa, walioamini wakashangaa. Watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamegawiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana nini kilichosababisha waone? Kwa maana walisikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani anaweza kuwazuia maji hao wasibatize watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Haleluya. Kwa hiyo unaona kwamba hawa hapa na wao walipokea Roho Mtakatifu kama kwenye kitabu cha Matendo sura ya 2
Kwa hiyo waliona wakinena kwa lugha kwa jina la Yesu, kila aliyoko mahali hapa atanena kwa lugha. Na hata unasikia kwa njia ya mtandao, tutaomba na wewe kama uko mahali pazuri utanena kwa lugha na utatupa ushuhuda. Hebu tuende mbele kidogo. 19 mstari wa kwanza mpaka wa 6, kitabu cha Matendo ya Mitume. Na kwa nini ni muhimu? Kanisa la kwanza walikaza sana. 19 mstari wa kwanza, ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita katika nchi za juu, akafika Efeso, akutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata tu kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatujawahi kusikia. Akauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia hayo wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Hebu sema, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Au walipata double manifestation, maana yake walipata karama ya kunena kwa lugha na wakapata karama ya unabii, ambayo tutaweza kuangalia kwenye sura 12 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, sura 4 mpaka 8. Inazungumzia zile manifestation of the spirit. Inazungumzia kwamba ufunuo wa Roho, kila mtu apate ufunuo wa Roho kama apendavyo Mungu. Kwa hiyo mojawapo ni karama ya kunena kwa lugha, na mojawapo pia ni karama ya unabii. Tutaweza kuona huko baadaye. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kwanza, kwamba kanisa la kwanza walikaza sana. Mtu akiokoka leo hii, unakuta mtu anaokoka ana miaka 5 hajajazwa Roho Mtakatifu, sio hajabatizwa, no. Ukishaokoka umebatizwa Roho Mtakatifu, lakini hajajazwa, haneni kwa lugha. Inashangaza leo hii hata na wachungaji yamkini, waimbaji nani hawaneni kwa lugha, wamepuuza swala la kunena kwa lugha. Lakini tunataka turejee katika misingi. Jina la Bwana na libarikiwe. Sababu ya pili, Yesu aliwaagiza wanafunzi wake wasitoke Yerusalemu mpaka wajazwe na uweza toka juu. Luka 24:49. Soma pale Luka 24. Hebu tena pale tuangalie. Nataka sababu kila kitu lazima kisapotiwe na maandiko. Luka 24 mstari wa 49. 24:49, neno la Mungu anasema, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Haleluya! Kwamba kuambia wakae hata watapovikwa uweza kutoka juu, kwamba wasiende popote, wasifanye huduma yoyote. Kwa maneno mengine, kumbe hauruhusiwi kufanya huduma kama jaza Roho Mtakatifu. Yani itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4 mpaka wa 5 inarudia kitu kile kile. Kwa wanafunzi wote wapatao 120 wote walijazwa na Roho Mtakatifu. Sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4, Matendo ya Mitume. Tena pale kwa Matendo ya Mitume. Na nataka uangalie neno wote. Sura tena mstari wa 4. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho aliwajalia. Wote 120, sio wachache. Wakati mmoja nilikuwa nafundisha sehemu kanisani, Roho Mtakatifu alishuka, kila aliyekuwa pale alijazwa, na hata hapa kila aliyekuwa pale atajazwa. Na ujazo wa Roho Mtakatifu unatokea mara nyingi kadri iwezekanavyo. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni mara moja, ujazo unatokea mara nyingi. Lakini jambo la tatu, Yesu alimwomba Baba tupatie msaidizi mwingine. Sasa nami nitaomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Yohana 16 mpaka 17. Kwamba nitaomba Baba anakaa ndani yenu. Kumbuka Yesu alipokuja kumtambulisha Baba, na akasema Baba yuko ndani yangu, na Baba alimtuma Mwana, na Baba na Mwana wamemtuma Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wako ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amen.
Sasa anaposema msaidizi mwingine ni neno allos, kwa Kigiriki, maana yake ni mwingine wa aina ile ile, sio tofauti. Ukiona kwamba hata pale alimwambia Adam, nitakufanya msaidizi wa kufanana na wewe wa aina ile ile. Alipoleta tembo hakuwa wa aina ile, alipopita twiga hakuwa wa aina ile. Ndio maana Mungu ikabidi atoe ubavu wa Adam. Kwa hiyo mwanamke alitoka kwa mwanaume, kwa hiyo ndio maana ni wa aina ile. Kwa hiyo hata Roho Mtakatifu, hasa neno msaidizi limetafsiriwa kwa kutoka neno la Kigiriki parakletos, maana ina maana ukisoma Biblia Amplified inazungumzia, unaweza kuiona pale, moja ni mtu aliyeitwa aje kukusaidia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio msaidizi, wewe ndio unafanya kazi lakini anakusaidia. Asa kwenye ile ni Warumi 8:28 nasema kadhalika naye Roho utuombea kwa kuugua kuza kutamkika, anatusaidia katika udhaifu wetu. Kwa ni msaidizi, haleluya. Lakini ni mtetezi, ni advocate. Anasema mtapoenda mahakamani msijiulize nini, kwa sababu Roho Mtakatifu Parakletos atakuja na kuwasaidia. Lakini ni mfariji, unapita kwenye shida, comfort, anakufariji. Wakati mwingine una mtu kabisa. So wakati mwingine sisi watu tuliokoka tunatengwa na ndugu zetu, tunatengwa na watu, tunatengwa na jamii, unabaki peke yako, lakini Roho Mtakatifu anakufariji. Hata Yohana kwenye kisiwa cha Patmo, Roho Mtakatifu alimfariji. Naona mahali hapa Roho Mtakatifu anamfariji mtu mmoja anayepitia dhiki, anapitia shida. Na najua Roho Mtakatifu limeandika ndio mfariji wa kweli, ndio mfariji wa kweli. Wengine ni wafariji wataabishaji, wengine wanakufariji kwa muda, lakini Roho Mtakatifu ni mfariji wa kweli. Hebu piga picha wakati mtu amefariki, aidha ni mke au ni mume au ni mtoto, wanakuja watu, maelfu ya watu wanakuwa pale, na mkishazika tu kila mmoja anaondoka, wanaondoka. Kama ni amefariki mume au ni mke, ndugu wa karibu watakaa kwa siku 3, baada ya hapo wataondoka, unabaki wewe peke yako. Nani atakayekufariji hapo? Ni Roho Mtakatifu. Pokea faraja Roho Mtakatifu. Lakini ni mshauri, counselor. Najua tuna washauri wa ndoa, lakini mshauri mzuri ni Roho Mtakatifu. Mara nyingi nawaambia watu, usipeleke matatizo yako kwa watu, na ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya watu kupeleka kwa watu. Unampelekea mtu, kumbe na yeye mwenyewe ana matatizo ya hali ya juu. Sasa nilikuwa naangalia movie moja ya Kinigeria, na kulikuwa kuna baba na mama ambayo walikuwa kuna watu wanawaamini sana kwamba wana ndoa nzuri. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanapigana, yeye na mke wake. Wakasikia kwamba kuna watu wanagonga kwenye mlango, gongongongo. Wakasema hebu tulia kidogo. Wakafuta machozi, wakakaa, wakaanza kucheka. Wale watu wakaingia pale, wakawashauri na nini, jamani msipigane, msifanye nini. Wale watu wakafurahi kweli, wanatoka tu nje, wakaanza tena kupigana. Kwa hiyo unaona, unampelekea mtu matatizo na yeye mwenyewe ana matatizo, unampelekea matatizo anatoa nje. Na pia kingine naambia watu hapa kwa wanandoa, naomba nisikilize vizuri. Wengi wakipata shida zaidi sana wakina mama wanakimbilia aidha kwa wazazi wao, wanaeleza ubaya wa mume wake. Jamaa, yule mwanaume ni mbaya, yule mwanaume hatoi matumizi, yule mwanaume sijui yuko hivi, wanaeleza kila kitu kibaya. Sasa baadaye wanakuja wanapatana. Wale ambao waeleza ule ubaya, awe ni wazazi wako, ni ndugu wako, ule ubaya unabaki pale pale, wanamuona kwa sababu maneno ukishayatoa hayarudi. Ndio maana watu wakasema mke na mume kugombana, wewe chukua jembe kalime. Kwa hiyo usipeleke matatizo yako. Roho Mtakatifu ndio mshauri wa kweli, atashauri ndoa yako, atakupa ushauri wa kibiashara, unataka kufanya kazi, mconsult Roho Mtakatifu, ni mshauri, ongea naye, is a person, anaongea. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini ni msimamizi wa haki, legal helper. Hapa tungesema advocate. Anasimama on behalf mahakamani. Wapi? Anakurepresent wewe kwenye mahakama ya Mungu. Roho Mtakatifu anakurepresent. Wakati mwingine shetani akaleta mambo yake akakurepresent, akakuwakilisha. Jambo la 4,
Sababu neno la Mungu linasema kama uongozi na roho wa Mungu, wewe sio wake. Ili andiko lilinichanganya sana. Sasa ngasema mimi wale ambao kabla sijabatizwa na Roho Mtakatifu au sijajazwa Roho Mtakatifu, sasa nikasema kweli nimeokoka, mbona sasa mimi sina Roho Mtakatifu? Nipata shida sana. Lakini anasema kwamba wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wa kwake. Maana yake kama uongozi na roho wa Mungu, wewe sio wa kwake. Haleluya. Watu wa Mungu wanaongozwa na vitu vitatu. Kuna wanaoongozwa na roho wa Mungu, kuna wanaongozwa na shetani, na kuna wanaongozwa na mwili. Haleluya. Kuna watu wanaongozwa. Sasa wanaongozwa, unaona ule mwanaume ambaye alikuwa na pepo la kigerasi, alimdrive, alimuongoza, anaenda makaburini, anamuongoza, anajikatakata, anamuongoza, anafanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo ni roho inafanya kazi ndani mwake. Kuna watu ambao kwa sababu ya kuongozwa na roho na mapepo wanafanya mambo ya ajabu sana. Wengine wanaongozwa, wanafanya vitu vya ajabu. Wengine wanaongozwa katika mambo ya ajabu sana. Ni nguvu za giza zinawaongoza. Lakini kuna wengine wanaongozwa na mwili. Mwili ukikuongoza, unafanya matakwa yake. Unakuta tamaa inakujia, unatii mwili. Labda unasikia amu ya kunywa pombe, unatii. Unasikia wanasema tii kiu yako, unasikia nini? Kwa hiyo unakuta unaongozwa na hivyo vitu. Kwa hiyo lakini wanaoongozwa na roho wa Mungu sasa. Kwa hiyo nani anashinda kati yako? Kwa hiyo lazima yule anayeshinda ndio anakuwa bwana wako. Kwa sababu wanasema kama ukiongozwa kama unatenda dhambi unakuwa ni mtumwa wa dhambi. Lakini sisi ni watumwa wa roho. Haleluya. Kwa hiyo lazima uchague. Tunasema to yield to the spirit, kujitoa kwake, kusikiliza, kukuongoza. Najua kwenye kile kitabu cha Mathayo 7:21 asa watakuja sasa, Bwana tuitoa pepo kwa jina lako, tuitoa nabii kwa jina lako. Hata sasa sikuwajua nyinyi mtendao maovu. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawaongozwi na roho. Wengine wanahubiri injili kwa sababu kupata pesa. Wengine wanafanya mambo ya ajabu. Sasa unakuta kuna vitu vinaendelea ndani ya makanisa. Watu wanasema labda mtu pesa daka kujilipua kujimaliza kwa sababu apate pesa. Anaongozwa kwa ajili ya kupata pesa, sio kuhubiri injili. Watu wanafanya mambo ya ajabu. Umeingia kwenye uchungaji, kwenye huduma kwa sababu unataka pesa. Kwa hiyo unaongozwa na kuna kitu kinachokuongoza, sio roho wa Mungu. Unafanya huduma sawa, lakini hauongozwi na Mungu. Lakini wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Na wewe ni mmoja wapo unaongozwa na roho wa Mungu. Jambo la tano, Roho Mtakatifu ndiye atupaye nguvu za kufanya huduma. Nimeshazungumza ile kwenye Mathayo 1:8, mtapokea nguvu akishakujia Roho Mtakatifu juu yenu, na mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Yudea, Samaria, hata miisho ya nchi. Lakini la sita, Roho Mtakatifu ndiye anayetupa nguvu ya kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Warumi, hebu hapa kwenye Warumi sura ya 8. Warumi 8 mstari wa 2. Warumi 8 mstari wa 2 anasema kwamba anasema kwa sababu sheria ya roho uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa wewe upo tena kwenye sheria ya dhambi na mauti. Yaani kwa maneno mengine, kama kweli ukiwa kwenye ile default yako ya kiroho, hauwezi kutenda dhambi. Kwa maana inakuwa haipo kwenye equation yako kabisa. Hauogopi kutenda dhambi kwa sababu tunakuona, kwa sababu wewe sheria ya roho uzima inatenda kazi ndani mwako. Sio zile sheria tena amri 10 za Mungu. No. Sheria ya roho uzima inafanya kazi ndani mwako. By default hauwezi kufanya dhambi. Kwa hiyo Mungu akusaidie ufike hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo la 7, Roho Mtakatifu anatufufua katika ufu wa miili yetu. Sasa tumekufa kwa habari ya dhambi, lakini tu hai kwa habari ya mambo ya rohoni. Namba 8, Roho Mtakatifu anatupa ujasiri. Mathayo Mitume 4:8, 13 na 19. Wakina Petro walikuwa ni watu ambao hawana ujasiri pale ambapo Yesu alipokamatwa, lakini baadaye tunaona kwamba walipata ujasiri wa ajabu mpaka watu wakashangaa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakupa ujasiri. Pokea ujasiri katika jina la Yesu. Na ujasiri tu sio kwa ajili ya mambo ya kiroho, lakini ujasiri kwenye kila eneo. 4:8 anasema 4:8, ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi
wakubwa wa watu. Aliweza kuhubiri, ukisema pale alihubiri mpaka watu wakaja kuokoka. Unamwona Filipo anasema enyi msiotahiriwa mioyo, anazungumza kwa ujasiri. Haleluya. Jambo la tisa, Roho Mtakatifu ni muhuri wa ukombozi wetu. Tumewekwa muhuri, maana yake sisi ni wa kwake. Wewe sio wa shetani. Sasa ametuhamisha kwenye Waefeso Kolosai 1:13, ametuhamisha kwenye ufalme wa nguvu za giza, akatuhamishia kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Umehama malaana, maroho ya ukoo, sijui manini, mikosi hayapo kwako kwa sababu umeshahama, haupo huko. Namba 10, Roho Mtakatifu ndiye anayetuzaa mara ya pili. Yohana 3:5 sasa kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na Tito 3:5 hauwezi kuokoka bila Roho Mtakatifu. Jina la Yesu na libarikiwe sana. Kwa hiyo tegemea Yesu akujaze na roho wake, akujaze roho wake Mtakatifu. Kitendo cha kujazwa Roho Mtakatifu kitakupatia nguvu za kushinda dhambi na kuishi maisha ya ushindi ndani ya wokovu, hata kuweza kumwabudu Mungu kwa uhuru. Neno la Mungu linasema lakini mtapokea nguvu akishakuja Roho Mtakatifu juu yenu. Umeshaona mojawapo ya ishara kuonyesha kuwa umejazwa na Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha mpya. Washirika wa kanisa la kwanza walijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya. Hiyo ni initial evidence. Tutaweza kuona sawa, kuna watu wanatofautiana katika hilo, lakini nakwambia kwamba kila mmoja anatakiwa kama amejazwa na Roho Mtakatifu aweze kunena kwa lugha mpya, na tutafafanua hiyo. Nishakwambia kwa tofauti kati ya ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao kila mtu aliyokoka amebatizwa Roho Mtakatifu, lakini ujazo wa Roho Mtakatifu ambao unatokea mara kwa mara. Utaanza kukupa maandiko kabisa na utaona na utashangaa yale Mungu anaweza kufanya. Hebu niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu nasema asante kwa ajili ya watoto wako, ninaomba uwasaidie. Hata watazama kwa ajili ya mtandao, ninatamka kwa ajili yao, uwabariki na uwainue kwa jina la Yesu. Kama hujaokoka na ungetaka kuokoka, pale ambapo ulipo naomba usome kwa miguu yako, na hata unanifuatia kwa ajili ya mtandao, sema maneno haya kwa imani. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, natambua kwamba nimekukosea, naomba unisamehe dhambi zangu zote na kupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Naomba uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima na ufute kwenye kitabu cha hukumu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Uliosali sala hiyo umekwisha kuokoka. Na neno la Mungu linasema kwamba kwenye Wakorintho wa pili 5:17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Haleluya. Amen. Amen.